Bila shaka hii ni taarifa njema sana kwa mashabiki wote wa Ibra TZ kutokea Oya Gang. Huyu hapa ni msanii wa Bongo Flava ambaye anafanya vizuri sasa kwenye hii generation ya sasa hivi. Ibra ametangaza kuachia album hivi karibuni ambapo ameipa jina kabisa, inaitwa 1B album. Kwa maana gani bado hajatuambia maana harisi ya kuweza kuita jina hilo 1B album au sio, lakini tukirejea kwa nyuma, Ibra mpaka sasa ana album moja, lakini amekuwa na EP mbili. Ya kwanza iko inaitwa One Step Ahead ambayo iliweza kuachia mwaka 2021 hivi. Hiyo ilikuwa ni moja kati ya EP ambayo iliweza kumtambulisha na ilifanya vizuri sana, and then akaachia EP nyingine inaitwa Step also bane. Sasa tukija kuona jinsi gani ambavyo mfululizo wake since alipokuwa Konde Gang na baada ya kutoka Konde Gang amekuwa na mfululizo mzuri sana kuweza kuachia hits also bane. Lakini EP yake ya tatu inaitwa PM ambayo imeweza kutoka mwaka huu, na moja kati ya ngoma ambayo iliweza kufanya vizuri zaidi inaitwa Uhakika. Imeweza kufanya vizuri kwa sababu imeweza kupata mashabiki, imeweza kupata mapokezi makubwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia imeweza kupata namba nyingi kinoma pale mjini YouTube na kupitia platform nyingine. Lakini ukiachilia kuweza kupata namba nyingi, ngoma hiyo imeweza kupata collab mbili kutoka kwa Queen of Bongo Flava na mzungumzia Zuchu aweza kujump in kwenye hiyo track na akafanya vizuri sana, verse yake imekuwa pendwa kinoma noma. Lakini pia Jay Melody aliibuka kwenye hiyo verse akaweka verse yake kwenye ngoma ya Uhakika ya kwake Ibra, so inaonyesha kwamba ngoma ilikuwa kubwa kinoma noma. Mwaka umekuwa mzuri sana kwa Ibra na mapokezi haya pengine yameweza kumpatia nguvu ya yeye kusema kwamba yes, ni muda sahihi wa mimi kuweza kuachia album nyingine. Na since Ibra ameondoka katika rebo ya Konde Gang, watu wanasema pengine Ibra ataweza kupotea na vitu kama hizo, lakini amezihirisha kwamba kipaji kipo na kipaji kinafanya vizuri nje ya kuwa na usimamizi ambao alikuwa nao before, au sio? Hii ni moja kati ya track kali ambazo Ibra mwaka uziachia mwaka 2025. Kuna ile inaitwa Copy and Paste ambayo pia Diamond Platnumz aliwahi kuishare kupitia page yake ya Instagram kupitia post yake ambayo aliweza kuiposti, then akatumia wimbo wa Ibra. Iliongeza chachu ya wimbo huo kuendelea kupata mapokezi, kitu ambacho kiliweza kumfanya Ibra sasa aweze kutengeneza njia yake mwenyewe ya muziki, na baada ya ukimya wa muda fulani aliweza kuachia sasa EP yake ambayo inaitwa PM. Imepata mapokezi makubwa sana sana sana, kitu ambacho sasa kimeweza kumfanya hata Konde Boy aweze kujisifia kwamba kijana ambaye ameweza kupita kwenye mikono yangu, basi anafanya kitu kizuri kinoma noma. Kwa mtazamo wako unaweza kutuambia tu ni albamu ya aina gani ambayo tuitegemee kwa Ibra TZ? Baada ya hapo dondosha comments yako hapo chini. Hii ni Dax Media, mimi naitwa Chris JR.